Waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa mapadri wetu, makamishna wa polisi, viongozi wetu wote mlioko meza kuu, naomba nami nibaki kwenye itifaki kama ilivyokwisha kuelezwa hapo awali. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Asalamu alaikum. Nami naomba ni tumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kutuongoza tangu tulipoanza safari ya kumwaga mwenzetu kule jijini Dar es Salaam hadi kufika hapa Shirati. Natambua kuwa wengi wenu mmesafiri umbali mrefu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kuja kushiriki katika safari hii ya mwisho ya kumwaga ndugu yetu marehemu kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard George Abwao. Kwa niaba ya familia kubwa ya jeshi la polisi, nawashukuru sana kwa uwepo wenu na kwa kumshikamano mkubwa mlioonyesha tangu msiba huu ulipotokea. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tarehe 21 tulikuwa na sherehe kubwa ya kumwaga marehemu pale polisi Kilwa Road, ikiwa ni upande wa taasisi na familia ya jeshi la polisi, lakini kulikuwa na safari kwenda Morogoro, kulikuwa na safari ya Morogoro kwenda Tabora, kumekuwa na safari ya Tabora kwenda Simiyu, kulikuwa na kituo, kumekuwa na safari ya Simiyu Shirati, lakini Tabora Shirati. Nimekuwa nikifuatilia kupitia makamanda wa polisi na vikosi wote kwamba safari hizi zote zimekwenda salama kwa amani bila tatizo lolote. Ni kwa nini tusimshukuru Mungu kwa yote haya? Napenda pia kutoa pole za dhati kwa wote mlioguswa na kifo cha afisa huyu. Pamoja na kwamba siku kadhaa sasa zimepita tangu atutoke, bado nafsi na akili zetu zinaendelea kupambana kupokea ukweli huu mgumu. Kipekee kabisa napenda kutoa pole kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tabora, viongozi wa Mkoa wa Tabora, maafisa, wakaguzi na askari wote wa mkoa huo, pamoja na wananchi wa Mkoa wa Tabora aliokuwa akiwahudumia wakati wa uhai wake. Vile vile nitoe pole nyingi tena kwa wazazi wake, mke, mtoto, ndugu, jamaa na wananchi wa Shirati. Ndugu zangu waombolezaji, juzi tulipokuwa Dar es Salaam nilipata nafasi ya kuzungumza kwa kirefu kuhusu maisha, utumishi na mchango wa marehemu Richard Abwao kwa jeshi la polisi na taifa kwa ujumla. Leo hatuja kusanyika tena kusimulia mambo hayo kwa kirefu kama nilivyofanya juzi, bali tumekuja kutimiza wajibu wetu wa mwisho wa kumpumzisha katika nyumba yake ya milele. Hata hivyo, naamini kuwa maisha na utumishi wake vinapaswa kuendelea kuwa chachu ya utendaji kazi mzuri kwa sisi tuliobaki. Kwa bahati nzuri, marehemu Richard Abwao alifanya kazi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Wengi wetu hapa tulipata fursa ya kufanya naye kazi, kujifunza kutoka kwake au kushuhudia namna alivyotekeleza majukumu yake. Leo ninapowatazama maafisa, wakaguzi na askari waliokusanyika hapa, natamani kila mmoja wetu aondoke na jambo moja kutoka kwa marehemu Abwao. Sio cheo alichofikia wala nafasi alizowahi kushika, bali namna alivyoishi na kufanya kazi. Alituonyesha kuwa inawezekana kuwa kiongozi mwenye mamlaka na wakati huo huo kuwa mtu wa watu. Alituonyesha kuwa inawezekana kuwa na msimamo bila kupoteza utu,
kufanya maamuzi magumu bila kupoteza busara, kusimamia sheria bila kupoteza ubinadamu. Alikuwa kamanda mahiri, msikivu, mwenye subra na hekima katika utendaji wake wa kazi. Alijitahidi kutenda haki, kuheshimu watu na kutekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa. Hizo ndizo sifa ambazo zinapaswa kuendelea kuonekana katika jeshi la polisi hata baada ya yeye kututoka. Kwa familia ya marehemu Richard Yabwao, kama nilivyosema tarehe 21 mwezi wa 6 pale Dar es Salaam, familia ya jeshi la polisi ni familia kubwa sana ambayo inaunganishwa si tu na utumishi wetu, bali pia na aina ya maisha tunayoishi kwa pamoja. Hata mmoja wetu anapotutangulia mbele ya haki, uhusiano huo haukatiki. Ninyi mtaendelea kuwa sehemu ya familia yetu. Tunafahamu kuwa hakuna neno linaloweza kuziba pengo lililoachwa na mpendwa wenu, lakini tunapenda mjue kuwa hamko peke yenu katika kipindi hiki kigumu. Tunawaahidi tutaendelea kuwa pamoja nanyi, kuwafariji na kuwapa ushirikiano kadri tutakavyoweza. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awape nguvu, uvumilivu na faraja ya kuhimili majonzi haya makubwa. Kwenu waombolezaji, baada ya muda mfupi kuanzia sasa, tutamhifadhi ndugu yetu kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao katika nyumba yake ya milele. Ni wakati mgumu kwa familia yake, kwa familia ya jeshi ya polisi na kwa wote tuliomfahamu. Hata hivyo, kama waamini, tunaamini kuwa kifo si mwisho wa safari ya mwanadamu, bali ni hatua ya mpito kuelekea maisha ya milele mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika nyakati kama hizi tunapata faraja katika maneno Timotheo ya pili sura ile ya 4 mstari wa 7 inaposema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Bila shaka kila mmoja wetu anaweza kutafsiri maneno hayo kwa namna yake, lakini kwangu binafsi, ninapoangalia maisha na utumishi wa marehemu Richard Yabwao, naona mtu aliyepambana kwa kadiri ya uwezo wake kutekeleza wajibu wake kwa taifa, aliyekamilisha sehemu yake ya safari hapa duniani na ambaye ameacha kumbukumbu njema kwa wengi waliomfahamu na kufanya kazi naye. Tunapofikia hatua hii ya mwisho ya kumuaga, tumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha aliyotupatia kupitia mtumishi wake huyu. Tumshukuru kwa mema aliyoyafanya, kwa huduma aliyoitoa na kwa alama aliyoiacha katika maisha ya watu wengi. Niwashukuru tena kwa mara nyingine wote mliotoka sehemu mbalimbali za nchi kuja kujumuika nasi katika kipindi hiki cha maombolezo. Nawashukuru pia wale wote waliotuma salamu za rambirambi, waliotufariji kwa njia mbalimbali na waliotuombea tangu msiba huu ulipotokea. Tunafarijika kuona upendo huu mkubwa na mshikamano ulioonyeshwa kwa familia marehemu na kwetu jeshi la polisi kwa ujumla. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Richard George Yabwao, umepigana vita vizuri. Umemaliza safari yako. Umetunza imani. Sasa pumzika kwa amani. Sisi tuliobaki tutaendelea kubeba na kuendeleza mema uliotuachia. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard George Yabwao mahali pema peponi. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Asante sana afande kwa salamu za shukrani. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.